Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, baada ya ukimya wa muda mrefu wa wekundu wa Msimbazi Simba juu ya mchezo wa hii leo tarehe 25, kama watashiriki ama hawatoshiriki, maana tuliona baada ya ule mchezo wa tarehe 15 kuahirishwa, wekundu wa Msimbazi Simba wao tuliona barua ambayo waliweza kuiandika kwamba kama mchezo wa tarehe 15 hautofanyika basi hawatoshiriki mchezo wote. Lakini baadaye bodi ya ligi wakatangaza tarehe ya 25 kwamba mchezo wa adabu unakwenda kufanyika. Sasa mara baada ya pale bwana, Simba hawakuzungumza chochote, na kingine ambacho pengine kilikwenda kuwashtua baadhi ya mashabiki wapenda soka nchini ni ule mkutano wa waandishi wa habari na vilabu vya Simba na Yanga kuelekea kwenye mchezo wa tarehe 25, ambapo tulishuhudia Yanga pekee ndio ambao walitokea kwenye mkutano huo wakazungumza. Tulimwona kocha Mirudi Hamdi akazungumza kuelekea kwenye mchezo huo, lakini pia nahodha wa klabu ya Yanga Dickson Job naye pia akazungumza kuelekea kwenye mchezo huo, lakini wekundu wa Msimbazi Simba hawakutokea. Moja kati ya jambo ambalo tuliona maoni tofauti mitandaoni kwamba kweli Simba watakuwepo na mechi itakuwepo ama haitokuwepo, lakini mwisho wa siku wakati tukiendelea kujiuliza tulikuwa tunaona kupitia kwenye page za wekundu wa Msimbazi Simba wakawa na posti kauli mbalimbali ambazo pengine ziliashiria kwamba huenda wekundu wa Msimbazi Simba wasitokee kwenye mchezo huo dhidi ya Yanga Afrika. Lakini wakati tukijiuliza hivyo, bwana, rasmi wekundu wa Msimbazi Simba wamethibitisha kwamba wanakwenda kukichapa ama wanakwenda kucheza mchezo wa mwisho dhidi ya Yanga, mchezo ambao unakwenda kufanyika majira ya saa 11 kamili jioni, mchezo ambao unakwenda kutoa hatma ya nani anakuwa bingwa wa kombe la NBC. Tunafahamu kwenye msimamo tayari Simba na Yanga wote wamecheza mechi 29, Yanga kiongoza msimamo akiwa na pointi 79, wekundu wa Msimbazi Simba wao akiwa na pointi 78. Kwa hiyo mchezo wa leo unakwenda kutoa hatima ya nani anakwenda kuwa bingwa. Yanga wanahitaji sare ama ushindi ili waweze kutawazwa mabingwa wapya wa kombe la NBC, wakati wekundu wa Msimbazi Simba wao wanahitaji ushindi ili kutawazwa mabingwa wapya wa kombe la NBC. Sasa mara baada ya kuposti ujumbe ambao unaonyesha kwamba Simba wanashiriki, bwana, ni kupitishe kwenye kila ambacho Simba wamekiposti na ujumbe ambao wameandika. Kwanza wameweka picha kubwa kabisa ikiwa na nahodha Mohamed Hussein Shabalala, alafu akaandika last match Yanga dhidi ya Simba, alafu akasindikiza na ujumbe unaosomeka kwamba tutakuwepo, kwamba rasmi wekundu wa Msimbazi Simba baada ya maswali mengi, baada ya sintofahamu, baada ya ukimya wa muda mrefu, rasmi wekundu wa Msimbazi Simba wamezungumza kwamba watashiriki mchezo wa mwisho, mchezo wa kumpata bingwa NBC dhidi ya Yanga. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa wekundu wa Msimbazi Simba wa Instagram, ambapo wamechapisha ujumbe huo kwamba tutakuwepo, bwana, kuna maoni mbalimbali ama comment mbalimbali za baadhi ya mashabiki wa Simba, wapenda soka na mashabiki wengine ambao wamekuwa wakifuatilia mpira wa Tanzania. Hasi Rafael, moja kati ya wachambuzi hapa nchini, yameandika hafakaika emoji ya kucheka, akiwa anafurahishwa pengine na hiki ambacho wamekiandika. Huyu mwingine anasema muungwana ni vitendo, karibu sana mtani, ndicho ambacho amekiandika. Lichi Msafi anasema haya sasa wanaanza kutetemeka wenyewe huko Jangwani, kesi ishakuwa ngumu. Anazungumza hivyo. Mnasema hatimaye yeye anazungumza kwamba hatimaye kwa kila ambacho pengine kilikuwa kifikiriwa kwamba pengine huenda dabi siwepo, basi imekuwepo, na ndio maana amecomment ameandika hatimaye. Mnasema ila mashabiki wa mikoani wamejifunza kitu. Mwingine Uncle Zala, moja kati ya shabiki mkubwa wa wekundu wa Msimbazi Simba, anasema tukachukue kombe letu sasa, ameweka emoji ya kucheka. Mnasema all the best my team. Nasema Kamdomo anazungumza hivyo. Nasema hii tunabeba. Nasema maskini mai wetu anajileta tukukange. Nasema karibu Rupaso. Nasema mimi nafikiria mimi nilifikiri mnakaza kweli, kumbe mikazo zero. Nasema kuna jingine mnataka, anauliza hivyo. Nasema we are Runyasi, we are Simba Sports Club. Sisi huwa tupangiwi, sisi kama tai tunaenda
tofauti na upepo. Mnasema uvumilivu umewashinda, ameweka emoji ya kucheka. Mnasema anayechezesha leo sio ana balance mchezo, ila ana hukumu kama Pilato, sio Kayoko wala Elisasi wala Arajiga, ni Mwarabu kutoka kwenye falme za Misri. Tunafahamu kwamba mchezo wa hii leo unakwenda kuamriwa na mwamuzi Amin Omar kutoka Misri. Kwa hiyo moja kati ya mchezo ambao unakwenda kuwa na radha nyingine kabisa ya uamuzi kutoka kwa mwamuzi kutoka taifa jingine. Kwa hiyo ni moja pia kati ya mchezo ambao utakuwa na hisia tofauti kutokana na maamuzi ambayo yanakwenda kusimamiwa na waamuzi wa kigeni. Sheria 17 zinakwenda kuamriwa na waamuzi wa kigeni. Ninasema Simba bingwa kwa heshima ya rais. Basi ninasema angalau mnacheza, mimi nilikuwa nalia tu nilipoona kama hamji. Msiahirishe sasa, mfungwe yote heri, anasema hivyo. Ninasema karibu wazee tukamalizane. Ninasema mnawadharau sana madunduka yenu. Sawa. Ninasema walitaka kukimbia hawa. Ninasema sisi Simba. Ninasema inshallah tunaenda kupata tunachostahili. Tunamshukuru Mungu kwa kila aina matokeo tutakayoyapata. Mnasema timu kubwa ni vitendo. Mnasema nilisubiri sana, asante mmekuja. Mnasema tunachokubaliana, sawa. Mnasema wamekubali bwana ila kinyonge. Mnasema hatujapenda na hatujavutiwa na hilo jambo. Mkifungwa nyie, mkishinda nyie, leo hatusapoti chochote kile kwa Simba. Na kama kuna mshabiki walio keleketwa kama mimi, weka like tujuane. Mnasema mganga ameshaamua liwalo na liwe. Mnasema walete hao. Mnasema sawa. Mnasema tunajua sawa. Mnasema kumbe mlikuwa hamuwezi kugoma, sasa mlikuwa mnajaribu nani. Mnasema walijua kuna cha bure. Mnasema sawa. Mnasema ndugu zetu hamna msimamo. Mnasema asanteni. Mnasema hatimaye wamekubali kumkaba Pacome. Mnasema tunawaamini, we can do this. Sawa, all the best chama langu. Ninasema njoni mkaokote za kutosha kudadadeki. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kuthibitisha kwamba wanakwenda kukichapa dhidi ya Yanga. Lakini pia tuliona jana wakati wa mazoezi. Manake jana pengine watu walikuwa wanatamani kuiona Simba ikienda kufanya mazoezi ya mwisho, na kama ilivyo kanuni kwamba mgeni anatakiwa kufanya mazoezi. Lakini jana pia Wekundu wa Msimbazi Simba hawakufanya mazoezi. Baadaye Yanga ndio kama wenyeji ndio ambao walionekana uwanja wa Benjamin Mkapa wakifanya mazoezi. Moja pia kati ya jambo ambalo lilitoa wasiwasi kwamba pengine huenda Simba asitokee kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Lakini mwisho wa siku Simba wamethibitisha, maandalizi yamefanyika, kwa mbungi na kwenda kupigwa. Lakini tu usiku hapa tunakwenda kushuhudia dakika 90 za maamuzi ya nani na kuwa bingwa. Lakini pia tunakwenda kushuhudia tukio jingine la kukabidhiwa kikombe cha NBC. Simba au Yanga atakayeibuka. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo pengine mashabiki na wapenzi wa soka walikuwa wanaisubiria kwa muda mrefu sana. Ama moja kati ya dabi ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa sana ni dabi, kwa sababu tunafahamu Machi 8 dabi iliahirishwa kwa sababu tofauti. Lakini pia tarehe 15 Juni mechi ikaahirishwa. Baadaye tumeona tarehe 25 ikipangwa, na pengine kuna baadhi ya watu walifikiri dabi haichezwi. Lakini Wekundu wa Msimbazi Simba wamethibitisha Yanga wako tayari. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.